Bwana Yesu asifiwe. Kwa nafasi hii nataka tuweze kuomba ili tuanze kushiriki neno la Mungu la siku ya leo. Baba wetu Mungu, tunakushukuru kwa sababu ya siku hii ambayo umetuamsha tena vizuri. Umetupatia kibali ya kushiriki neno lako. Tunaomba Mungu kwa sababu ya media hii ya Sayari kutupa nafasi pia Mungu kuweza kuwabariki. Tunaombea Bwana mashini yao, tunaombea wafanyakazi wote. Mungu ya kwamba kuweza kuwabariki na kutana pamoja na mahitaji yao. Mungu tunakupenda kwa sababu ya mshirika ambao pia ambaye ako tayari Bwana kusikia neno hili ambalo tunatoka kwako. Mungu ajalie liwe la baraka na la manufaa. Katika jina la Yesu tunaomba. Amen. Bas, leo hii bado tunaendelea kujifundisha mambo ya jinsi ya kumtumikia. Tumekuwa tunaangalia juu ya kumtumikia Mungu kuanzia siku ya Jumatatu mpaka leo hii. Na leo hii nataka tuzungumzie sasa kwa nini sasa tuweze kumtumikia Mungu. Ama baada ya kumtumikia Mungu ni nini ambacho tunaweza kupata? Faida gani ambayo sasa tunaipata na ni wapi ambapo tunaelekea? Leo nataka tuzungumzie juu ya kupata uzima wa milele. Kwa sababu tumekuwa tunazungumzia juu ya kumtumikia Mungu kwa mambo mengi kwa siku hizi chache ambazo zimepita, na leo hii nataka tuone sasa jinsi ya kupata hiyo uzima wa milele ambao tunatarajia sisi kama Wakristo ambao tumeokoka, na wewe ambao pia unanisikiza leo hii ya kwamba tunatazamia kupata hii uzima wa milele. Tunataka tusome katika kitabu cha John chapter 5 verse 1 kuteremka hapo chini. Nasema ya kwamba John chapter 5 verse 1, baada ya hayo balikuwa na siku kuu ya Wayahudi, naye Yesu akakwea kwenda Yerusalemu, na huko Yerusalemu penye mlango wa kondoo pana birika iitwayo kwa Kiebrania Betishet, nayo ina matao matano. Ndani ya hayo jamii kubwa ya wagonjwa walikuwa wamelala, vipofu, viwete na waliopooza, wakiingia maji ya chemke, kungojea maji ya chemke. Kwa maana kuna wakati ambapo malaika hushuka kuingia katika ile birika ikayachimbue maji. Basi yeye aliyeingia wa kwanza baada ya maji kutibuliwa atapona ugonjwa wote uliokuwa umempata. Na hapo palikuwa na mtu mmoja ambaye alikuwa hawezi muda wa miaka 38. Yesu alipomuona huyo amelala, naye alijua ya kuwa amekuwa hali hiyo siku nyingi, alimwambia, wataka kuwa mzima? Yule mgonjwa akamjibu, Bwana, mimi sina mtu wa kunitia birikani maji yanapochibuliwa, ila wakati ninapokuja mimi mtu mwingine hushuka mbele yangu. Yesu akamwambia, simama, jitwike kondoro lako na uende. Mara hiyo mtu akawa mzima, akajitwika kondoro lake akaenda, nao walikuwa na Sabato siku hiyo. Mungu wa amani aweze kubariki neno lake tunapoenda kujifunza sasa jinsi ya kupokea ama kupata uzima wa milele. Tukiwa Wakristo, mahali ambapo tunatarajia baada ya kuishi hapa duniani ni kwamba tuende huko mbinguni. Na huko mbinguni najua kwamba kuna mahali ambapo panaitwa mahali pa uzima wa milele. So lazima tunapokuwa katika ulimwengu huu tuweze kufanya bidii ya kuchagua ya kwamba sisi zote tuingie hapo mahali pa uzima wa milele. Licha ya kwamba Biblia inatuambia kwamba milango ya kuingia huko ni nyembamba, lakini milango ya kuingia kule kuzimuni ni pana sana. So wewe na mimi lazima tufanye bidii kung'ang'ana ya kwamba hiyo mlango nyembamba iweze kututosha sisi zote na tuweze kuingia. Kitu ya muhimu ni kwamba hawajai tuambia ni hesabu ya watu wangapi wanastahili kwenda huko. Tunaweza fanya uamuzi ya kwamba sisi zote tunaweza kuingia katika mlango huo mwembamba, na tunaweza kuingia kwa hii mlango nyembamba kwa kuzingatia mambo haya ambayo ninaenda kuzungumza jioni ya leo. Ni kwamba jambo la kwanza, tunapotarajia na kwamba tuko katika hali ya maisha ya dhambi, lazima tuweze kujua kwamba tuko katika maisha ya dhambi. Sisi zote tumeishi katika hali hii ambayo tunasema ya kwamba hatuelewi tunatarajia kufanya kitu gani, kwa sababu tumekuwa katika hiyo hali ya dhambi kwa muda mrefu. Tumeona katika kitabu hii cha John hiyo ambayo tumesoma, ukiona kuna mtu ambaye alikuwa ni mgonjwa
tunaambia kwamba mara mingi kulikuwa na wagonjwa ambao walikuwa wanakuja kuingia ndani alafu wanapona wanaenda. Na huyu jamaa ambaye alikuwa amekaa hapo kwa muda wa miaka 38. Sijui kama hakuwa anaona wakati ambao watu walikuwa wanakimbia kuenda kwa maji ama alikuwa na changamoto gani. Lakini tunamwambia kwa Biblia kwamba wakati ambao alikuwa anajaribu kuamuka, mtu mwingine anamsimama mbele. So kumaanisha kwamba maisha hii yote tumeishi katika maisha ya dhambi na hatuwezi jielewa. Hatuwezi kuelewa ya kwamba hii mambo ambayo tunakaa ndani tunafaa kutoka kwa njia gani. So tumeishi katika maisha ya dhambi. Ukisoma katika kitabu cha Romans, Warumi 3, Romans 3:23, kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. So kumaanisha kwamba mimi na wewe tuko katika hiyo hali ya dhambi na hivyo tumepungukiwa na hii utukufu wa Mungu. Na nini ambacho maisha ya dhambi inaweza kusababisha? Kwa maisha ya dhambi inatufarakanisha na Mungu. Yaani haiwezi kutukutanisha na Mungu. Imetutenga. Yaani tumekuwa na kitu kama taraja, kama bridge kati ya mwanadamu na Mungu kwa sababu ya dhambi ambazo tumefanya. Lakini Mungu akaona ni vizuri ya kwamba akatuma Yesu Kristo acha asimame katika pengo hilo, asimame katika taraja hiyo ili aweze kutuunganisha mimi na wewe ili tuweze kurejea katika hali ya Mungu. Katika maisha ya dhambi pia huleta mateso mengi ama mateso ya kila aina. Sisi tumeishi tukitezeka, tumeishi na laana za watu waliokufa wengine pasipo kuomba msamaha kwa sababu ya dhambi ambazo zilianza huko nyuma, zingine hata sisi wenyewe tumefanya. So zinasababisha mateso fulani kuingia katikati mwetu. Unasikia magonjwa mingi sana inajaa nyumbani mwako. Unasikia kuna vitu ambavyo haviendi vizuri katika jamii yako. Si ya kwamba Mungu hajawajua, ni vile hali ambayo sisi tumeishi ndani. Tunapoendelea kuishi katika hali ya dhambi, lazima tuweze kupata hiyo mateso ya kila aina. Na pia ya kwamba hii dhambi pia husababisha mauti, husababisha sisi kwenda jehanamu. Kwa hivyo kama tunatarajia kupata hii uzima wa milele, ni lazima tuachane na mambo ya hii dhambi kwa sababu imetusababishia sisi kuingia katika hali ya mauti. Pia jambo la pili ni kwamba sasa kwa sababu tumejua kwamba tumeishi katika hali ya dhambi, so lazima tukeuze maisha yetu ya dhambi. Lazima tukeuze maisha yetu ya dhambi. Na tunaweza kukeuza maisha yetu ya dhambi kwa njia gani? Tunajua kwamba vitu ambavyo tumekuwa tunavifanya, tunapoona katika hii kitabu ya John yenyewe, John hapo 2:5 penye tulikuwa tunasoma awali, John 5:6 ambao tunasema ya kwamba Yesu alipomuona yule amelala naye akajua ya kuwa amekuwa hali hiyo siku nyingi, akamwambia, wataka kuwa mzima? So tunaona ya kwamba hapa Yesu mwenyewe ali-identify ya kwamba huyu mtu amekuwa katika hali hiyo kwa muda hii yote. Na pia maisha yetu ambayo tunaishi saa hizi Mungu anaelewa. Anaelewa ya kwamba tumekuwa katika hali ya dhambi. So tunaweza kupata nafasi ya kukeuza maisha yetu ya dhambi ili tuweze kupata maisha matakatifu, maisha ambayo yanampendeza Mungu. Kwa kupitia kwa kuomba msamaha. Tunaomba msamaha kila wakati. Alafu jambo la pili nikasema ya kwamba kumpa Mungu maisha yetu yote. Maanisha ya kwamba wakati ambapo tumeacha mambo ya dhambi, Mungu anatukaribia ama sisi tunakaribia mahali ambapo Mungu wako, na Mungu anataka watu watakatifu, watu ambao wanaishi maisha ya utakatifu. Mara mingi sisi kama wanadamu tumeishi maisha ya dhambi mpaka tumechafulika hiyo nafasi ambayo Mungu anapotarajia pia kutukaribia mahali ambapo sisi tuko, hawezi kwa sababu ya uchafu ambao tumejawa pamoja nao. Siku moja unaweza kupea story. Siku moja labda unaweza kuwa umetembea mahali ambapo kuna jua kali sana. Na hapa mahali unaona ya kwamba hakuna maji na unasikia kuwa na kiu. Na wakati ambao unasikia kuwa na kiu, ukatembea baada mzuri ukapata mtu mmoja ambaye anafanya usafi na ukaingia hapo ukaomba maji. Na huyo mtu akawa mzuri na kwenda kwa nyumba kuteka maji kwa glasi. Na wakati ambao alikuwa anateka maji, ukachungulia kwa pashia yake ukaona ya kwamba ako ndani ya nyumba na anaweka sumu ndani ya hiyo maji. Na anakoroka hiyo glasi alafu anakuletea. Niko sure ya kwamba hiyo maji hawezi kunywa kwa sababu imeweka sumu. Na wakati imeweka sumu unakataa
kukunywa hiyo maji kwa sababu iko na sumu na inakuua. Na hivyo ndivyo sasa Mungu pia anatufanya kwamba dhambi yetu pia inafanya Mungu anatukataa, anatutenga mbali kabisa na yeye. So lazima tuweze kumkaribia ili tuweze kuwa na ushirika pamoja na yeye tukiwa wasafi. Then jambo la tatu ni kwamba pia wakati ambapo tumekeuza maisha yetu ya dhambi, tunaambatanisha ahadi zetu na Kristo, na ahadi za Kristo. Tunaambatanisha nini ambacho Kristo anatarajia kwetu. Tunaona katika kitabu cha John hapo tunamalizia 10 inasema ya kwamba baada ya hayo kwa sababu ya Wayahudi wakamwambia yule aliyeponywa, leo ni Sabato, wala si halali kwake kujitwika godoro. So kuna mambo ambayo lazima tuweze kufanya kuambatanisha ili Kristo pia tuone ya kwamba tunamkaribia. Nini ambacho ahadi gani hizi za Kristo sasa? Ni kwamba tuna uzima wa milele. Yaani haijalishi tumepitia hali gani. Mambo yako ya dhambi yote ambayo umekuwa ukifanya, leo hii tunaweza sababisha Mungu akaweza kukusamea na kuondoa yale ambayo ulitenda. Tunasema ya kwamba ya kale tunayapasahau na tunaanza maisha mapya. So leo hii inaweza kuwa ndio mwanzo wako wa kuitwa mwana wa Mungu. Inaweza kuwa ndio mwanzo wako ya kumpokea huyu Yesu awe ndiye chanzo chako, awe ndiye Mungu ambaye mtu wa Mungu ambaye anakuendesha katika maisha yako. Yaani maanisha kwamba sisi wenyewe hatujiongozi, tunaacha Mungu aweze kutuongoza kuanzia sasa na hata tufike kula ambacho yeye mwenyewe anatarajia, kwa sababu Yesu Kristo alisema ya kwamba anaenda kutuandalia. Na kutuandalia huku anaenda kutuandalia wapi? Anaenda kutuandalia makazi, yani makao ambayo tunasema ya kwamba nyumbani mwa Bwana kuna makao mingi. So Yesu alienda kutuandalia. So hiyo makazi yote kila mtu ako na nyumba yake ya kuishi huko. Lakini sasa kama wewe bado unaenda katika hali ya dhambi, kumaanisha kwamba nafasi yako ni kwenda huko jehanamu. Leo hii tumekuwa tunazungumzia juu ya kupata uzima wa milele. Kwa sababu wiki mzima tumekuwa tunaona mambo ya kumtumikia Mungu. So leo tunamalizia tukisema kwamba wakati ambapo tumtumikia Mungu tunapata uzima wa milele. Tumesema kwamba kama tunataka kupata uzima wa milele, jambo la kwanza lazima tukundue kwamba tunaishi katika maisha ya dhambi. Then jambo la pili, baada ya kukundua hiyo sasa tunakeuza maisha yetu ya dhambi. Iende wapi? Baada ya kukeuza, jambo la tatu ni kwamba tunaambatanisha ahadi za Kristo. Na tunapofanya hivyo, Mungu wa amani atatusaidia ili tuweze kuona ya kwamba hii uzima wa milele tunaipata na tunaipokea. Kwa hivyo, naomba ya kwamba Mungu wa amani aweze kutusaidia na kutubariki zaidi ili tuendelee kumtumikia kwa njia zetu zote, njia ambazo tumejifundisha kuanzia siku ya Jumatatu mpaka siku ya leo ambayo tunatarajia kuenda katika uzima wa milele. Najua kwamba Mungu ataendelea kutusaidia ili kesho pia tunapopatana tuendelee na kujifunza mambo haya ya Mungu ambayo neno hili la Mungu linatuhimiza na linatufundisha. Huenda umekuwa katika hali ya dhambi. Tumeona huyu mgonjwa ambaye ameteseka kwa muda wa miaka 38. Lakini hapa tunaona kwamba Yesu alipofika akamponya. Na sisi pia sometimes tunaweza kuwa tumekufia maisha ya dhambi. Tumekaa katika dhambi kwa muda hii yote. Ni lazima pia tuweze kukubali ya kwamba Yesu aweze kutukeuza na aweze kutubadilisha. Na hii inakuja tu ya kwamba wewe lazima umpokee Yesu Kristo kuwa mwokozi wa maisha yako. John 14:6 anasema kwamba Yesu peke yake ndiyo njia. Hakuna njia nyingine ya kutupeleka kule mbinguni ila ni Yesu tu peke yake. Na Mungu amani aweze kutubariki na kutusaidia katika jina la Yesu. Acha tuombe. Baba wetu Mungu, tunakushukuru, tunakupenda kwa ajili ya neno lako ambao tumejifundisha jinsi ya kupata hii uzima wa milele. Na Mungu tunaomba kwamba ukaweze kutusaidia ili tutoke katika hali ya maisha ya dhambi, tupate maisha ya uzima wa milele siku moja ambao Mungu tutaondoka katika ulimwengu huu. Katika jina la Yesu tunaomba. Amen. Mungu amani awabariki sana na awatende mema. Tukutane kesho.